Baba, mlimuona Whozu mkawa mnamdharau. Wema, mtu gani unakaa naye huyu? Mtu gani huyu? Leo hii huyo ndo kampa ujauzito Wema. Huyo mlikuwa mnamdharau, mnamuona mtu gani? Huyo ndo kaja kumpa ujauzito. Hata mamake mnakumbuka alikuwa kama hataki mahusiano ya Whozu na Wema. Lakini sasa hivi nadhani atakuwa anamshukuru Mungu na anamuomba Mungu amsamehe kwa kosa alilokuwa analifanya bila alikuwa ajui atendalo. Gari la Nana lipo Tunduma. Niliona hiyo story kwa Juma Lokole. Ngoja tutaiongelea hiyo ya gari la Nana. Mkinunua bidhaa sasa nitawafafanulia vizuri. Shangazi mtarajiwa wa taifa. Vishezi kweli. Chadema wote watajinyonga. Mama Wema kiza. Nakwambiaje? Dunia inaenda kusimama akianza kufuata hiyo photoshoot. Amesema anataka kufanya bonge la baby shower. Yani bonge la sherehe ambalo halijawahi kufanyika Tanzania. Yani nahisi anatamani Wema hata akodi ndege hapa, aende akafanyie juu ya ndege. Ili mradi tu awakomeshe watesi wake. Mimi hiyo siwezi kukosa. Yani nitaenda kivyo vyote vile. Bwana anazaliwa mtoto wa taifa. Anazaliwa kidume na niwaambie tu nishaambia ni baby boy. Niliambiwa ni baby boy. Naomba iwe kweli kwa sababu Whozu ana mtoto wa kike. Pale alipo anatamani kupata kidume kama yeye. Wewe tena. Haya. Sasa Lulu Diva na mimba. Hapo. Baada ya Wema kubeba ujauzito, Lulu Diva naye akaona wivu, rafiki yangu kabeba ujauzito na mimi ni bebe. Hapo na yeye akaingia kwenye mkumbo, akambebea Divoice mimba. Kwa hiyo Divoice naye ni baba kijacho na Lulu Diva ni mama kijacho. Kwa hiyo baada ya Wema akishajifungua anafuata Lulu Diva. Watesi lipieni sasa nipate za watu jamani, watu wanapenda umbea. Sasa umbea mnapenda ni ufanye bure bila kuuza bidhaa. Lazima niuze. Masaji gani hii kwa mtu yote ambaye anaumwa viungo, anaumwa nyama, umetoka kujifungua, hii inabidi nimpelekee Wema kwenye baby shower. Si ndio Watesi? Kwa sababu zimebaki chache. Inabidi moja nimwekee, nimpelekee kwenye baby shower. Jamani najua akitoka kujifungua kabeba ile mimba kwenye tumbo lake mwenyewe. Hajabebewa na mtu. Lazima mgongo msumbue. Basi nimpelekee hii Whozu amkande shilingi 60,000. Haya, hizi hapa leo ziko kwenye ofa shilingi 15,000. Hizi hapa 15,000. Haya, lipieni mnipandishe wazimu niwape story ya gari ya mnaijua mimi ndio nilianzaga na hiyo story. Nikamwambia amenunua gari. Zamani tunamjua nani Nana Dozi alikuwa anataka na yeye alikuwa anaitaka ile gari gani?